Baada ya kesi ya wiki 8 iliyosheheni ushahidi wa kushtua na mashahidi mashuhuri, rapa na bilionea wa muziki Sean Diddy Combs amepatikana na hatia kwa makosa mawili madogo zaidi kati ya kadhaa yaliyomkabili, lakini ameepuka mashtaka makuu ambayo yangeliweza kumpeleka jela maisha. Majaji wamemkuta Diddy na hatia ya makosa mawili ya kusafirisha wanawake kwa nia ya kushiriki katika ukahaba, mashtaka yanayohusiana na alikuwa mpenzi wake Casey Ventura na mwanamke mwingine aliyejitambulisha kwa jina la kificho Jen. Jen alilazimika kuficha jina lake kutokana na athari za kisaikolojia alizozipata kutokana na kile alichodai kufanyiwa na Diddy. Hata hivyo, Combs ameachiliwa huru kwa mashtaka mazito zaidi, yakiwemo shtaka la njama ya kuendesha mtandao wa kihalifu na usafirishaji haramu wa watu kwa ajili ya ngono. Aliposikia majaji wakisema hana hatia kwa shtaka la kwanza, Diddy aliinamisha kichwa chake mikononi na kupiga magoti kwa mshangao na faraja. Kisha alifanya ishara ya ushindi kwa upole baada ya kuachiliwa kwa shtaka la pili. Alipogeukia familia yake, alitamka kimya kimya, "Ninarudi nyumbani." Mashabiki wake walishangilia nje ya mahakama ya Manhattan, huku familia yake ikiondoka kwa tabasamu, wakijua kuwa ingawa hajasafishwa kabisa, Diddy ameepuka hukumu ya kifungo cha maisha. Hii ni kwa sababu ya upande wa mashtaka unaoongozwa na Maureen Comey umetangaza kuwa utaomba mahakama imhukumu kifungo cha juu cha miaka 20. Wakati huo mawakili wa utetezi wamewasilisha ombi la Diddy kuachiwa kwa dhamana ya dola milioni 1 akisubiri hukumu rasmi. Kesi hiyo inayovuta hisia za wengi iligusa pia nyanja za burudani na siasa. Casey Ventura alikuwa mpenzi wake na shahidi mkuu alitoa ushahidi akiwa mjamzito. Kanye West, rafiki wa karibu na Diddy, alionekana kwa muda mfupi mahakamani na kumpa sapoti. Zaidi ya mashahidi 34 waliitwa, wakiwemo wake wa zamani wa Diddy na wafanyakazi wake wa karibu 6. Wote walieleza kuwa Diddy alikuwa akitawala kwa hofu, akiwa kama kiongozi wa mtandao wa kihalifu aliyejificha walifu wake nyuma ya muziki na umaarufu. Waendesha mashtaka walimtaja Diddy kama mtu mwenye tabia za kimafia aliyekuwa akiwatisha watu kwa maneno kama "nitakuua" iwapo wangejaribu kumwanika. Mahakama pia iliambiwa kuhusu kile alichokiita freak offs, matukio ya kingono ambapo Casey na Jen walidai walilazimishwa kushiriki ngono na wanaume waliolipwa, huku wao wakiwa wamepakwa mafuta watoto, wakati Diddy akiwaangalia na kujiridhisha kingono huku akiwapa maelekezo ya moja kwa moja. Video za matukio hayo zilionyesha mahakamani, ingawa hazikuwekwa wazi kwa umma kutokana na ukakasi wake. Majaji walionekana kuguswa sana na yaliyomo. Mmoja wa ujumbe wa jopo la majaji, mwanamke mweusi, alikunja uso kwa huzuni, huku wengine wakijifunika nyuso zao kwa mshangao na maumivu ya kiakili. Katika hotuba yake ya mwisho, mwendesha mashtaka Christy Slavic alimtaja Diddy kama mtu aliyekuwa na mfumo wa kikatili na kudhibiti wanawake. Alieleza kuwa Diddy aliwafanya wahisi kuwa hawana thamani bila yeye kwa kutumia dawa za kulevya, vitisho, udhalilishaji na udhibiti wa kila nyanja ya maisha yao. Slavic alidai kuwa Diddy alipenda kuitwa mfalme na alitaka aitwe kama Mungu, mtu asiyeambiwa hapana. Kwa sasa Diddy anaingia katika sura mpya ya mapambano ya kisheria kupigania hukumu nyepesi kadri iwezekanavyo. Tarehe rasmi ya kutolewa hukumu hiyo bado haijatangazwa, lakini inatarajiwa kuwa katika wiki zijazo. Bila shaka, macho ya dunia sasa yataendelea kumtazama kwa ukaribu. Mkuu wa chuo cha Kilimanjaro Institute of Technology and Management kilichopo Mwenge jijini Dar es Salaam, chenye ithibati na usajili wa NACPAT namba REG/ANE/029, anapenda kuwatangazia nafasi za masomo kwa ngazi ya diploma na certificate kwa muhula wa masomo utakaoanza Oktoba 2025 katika kozi za IT, Hotel and Tourism Management, Front Office, Business Administration, Accountancy, Procurement and Supply. Chuo kimebobea katika ufundishaji kwa njia ya vitendo na kimeweza kutoa wanafunzi wenye weledi. Wengi wameajiriwa ama kujiajiri, na kwa wale ambao wameamua kuendelea na degree wameweza kujiunga na vyuo vikuu bora hapa nchini na nje ya nchi. Pia kuna kozi fupi za computer application, graphic and design, video production pamoja na CCTV camera. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0717816034 au 0754864361. KITM, elimu na ujuzi kwa uchumi imara.